Huko Tumbe katika kaunti ya Kwale, bahari imekuwa tegemeo la samaki kwa muda mrefu, lakini wanaume sasa wamegeukia fursa mpya ya ukuzaji wa mwani. Kadri uchumi maji unavyozidi kuimarika, wakulima hawa wa baharini wanathibitisha kuwa mustakabali wa kujipatia riziki hauko tu nchi kavu bali pia uko kwenye bahari. Mwanahabari wetu kanda wa Pwani Fatma Bugu anatupasha zaidi. Kando ya pwani ya Kwale ambako bahari ya Hindi hupiga kwa mirindimo inayofahamika vyema na wenyeji, wanaume huamka pamoja na mawimbi si kuvua samaki bali kulima. Huyu ni Rama Mwinyi, mmoja wa wanaume wa eneo hili waliogeukia bahari si kwa ajili ya samaki pekee bali kwa kilimo. Wanaume pia wameingia kwa sababu kule walikuwa watuona kama ambaye ni wajinga huku baharini. Lakini tulipouza mara kwanza wakaona zile pesa nao wakaingia morali. Wanaume walitoroka kwa sababu hii kazi inataka ustamilivu. Kwa sababu ukianza kupanda hiyo mbegu ya mwani unatakana utamili kwa siku 45 ndio uanze kuvuna. Sasa wanaume wengi wakashindwa na ule ustamilivu. Wanasubiri wafanye kitu baada ya wiki moja wanapata pesa. Sisi ilikuwa hatujui mwani uko vipi. Lakini mwaka 2019 kama mwezi wa 4 wa 5 tukapata wadhamini ambao wakatuletea mbegu tukaanza kupanda mwani. Rama hulima aina ya mwani iitwayo Spinosam inayopandwa kwa kutumia njia off bottom ambapo kamba hukwama kwenye mchanga kwa vigingi. Kwa jamii hii, huu sio tu mmea, ni hazina ya bahari. Tunatengeneza juice. Tunakunywa juice, tunatengeneza salad katika huu mwani. Unatafuna akiwa unakiungulia. Kupitia mafunzo na msaada kutoka kwa mashirika, wakulima wa mwani sasa wanaelewa thamani yake zaidi, si kwa ajili ya kuuza tu nje ya nchi, bali pia kutengeneza bidhaa kama juisi, saladi, sabuni na vipodozi. Walobakia sasa hivi wanajua manufaa ya mwani. Mfaidi mwingine ni Mwalimu Bakari mwenye umri wa miaka 65. Anapotembea polepole ndani ya maji, mikononi mwake anabeba kamba zilizojaa mwani tayari kupandwa. Mimi niliamua haya mambo ya mwani kwa sababu ya kujikidhi hali yangu pamoja na watoto wangu kusomesha. Upate mimi nikiuza napata kama shilingi 10,000, 15,000, 20,000 pia upata mimi. Kadri serikali inavyosukuma ajenda ya uchumi maji, wakulima hawa wamejipata katika ukulima wa mwani, kujipatia kipato na pia kuhifadhi mazingira. Wengi wao huuza mwani wao kwa kampuni au mashirika yanayouza nje ya nchi kama Italia na Uchina. Hapa nchini, kilo moja ya mwani huuzwa kwa takriban shilingi 50. Lakini mafanikio hayaji bila changamoto. Wakulima hawa wa mwani hukumbana na uhasama kutoka kwa wavuvi. Wanatuibia kamba. Wavuvi wamefanya mahali tunapopanda mwani kwa sababu samaki huwa wako karibu. Wanaweka hapo ndio mahali pao pakubwa pa kuvulia samaki. Athari za mabadiliko ya tabia nchi pia huathiri pakubwa. Wiki yote tumepita na upepo mkali. Mwani wengine umekatika kwa kamba umeenda, hiyo ni hasara kwetu. Kwa mkulima wewe unajisikia kama mbele umepoteza nini? Kuna wakati wa joto kiwa jingi, mwani pia unapotea. Tunashukuru shirika kama ile Plan International kwa mradi wako Cosme, wametuletea viatu, wametuletea gloves ambao tunaoshia hizi kamba vizuri. Pamoja na changamoto kama mabadiliko ya tabia nchi na bei zisizotabirika, wanaume hawa hawajakata tamaa. Badala yake wanatambua mwani kama dhahabu ya baharini, njia pekee ya kuimarisha maisha yao. Kwa wanaume hawa 13 na pia wanawake 38, mwani si biashara tu. Mimi najivunia kwa sababu mwani umenisaidia pia kupata school fees za kufundisha watoto wangu. Tena waacha waume hata wanawake wengine walikuwa wametoroka pia wanarudi. Ishara wazi ya uchumi bunifu, uchumi endelevu. Hatuna mbegu. Sasa kama hao paweza kutusaidia wakatuletea na mashine pia za kusagia. Kwa hivyo kwa serikali ingetilia mkazo hili jambo, kwa sababu ni kitu cha thamani. Fatma Bugu, NTV, kutoka eneo la Tumbe, kaunti ya Kwale.